Sasa hapa Lute mshatuambia ni kwa namna gani anaweka pesa mtu, na sikuona mashaka kuruka kwake kwa sababu nafahamu Azam Pesa kwa kiwango kikubwa ameifikishia jamii na awareness. Lakini mengine huwa tunawakumbusha tu kwamba Azam Pesa ni nini. Labda kwa kuwakumbusha tu Azam Pesa ni kitu gani. Kwa ambao hawajui. Kama nilivyotangulia kusema, sasa hapa inabidi nimnukuu. Naam. Lakini ndivyo ilivyo. Sasa Azam Pesa ni huduma ya kifedha kwa njia ya simu ambayo inamwezesha mtumiaji wake kufanya miamala kwa gharama nafuu. Hapa mimi naomba tuzingatie vitu viwili. Unafuu wa kufanya miamala. Yaani hilo neno unafuu usileke pembeni. Kingine ni kupitia simu. Kwamba kulikuwa kuna ile dhana kwamba nikinunua sim card ya mtandao fulani, basi ni lazima nitumie huduma zake za kifedha, hata kama ni ghali kiasi gani. Lakini kwa teknolojia ilivyokuwa sasa hivi, Azam Pesa tumekuja kuvunja hiyo issue, kwa sababu sasa mwisho siku watu wa Tanzania wanaumia kufanya miamala kwa gharama kubwa. Anatuma pesa ni zake, lakini inabidi awe na pesa nyingine nyingi ili awezeshe ile pesa kufika. So Azam Pesa tumekuja kuvunja hiyo gap, na kwamba leo tunamwezesha mtumiaji wa kawaida au anayetumia Azam Pesa kuweza kutuma pesa bure. Azam Pesa kwenda Azam Pesa na Azam Pesa kwenda mitandao mingine. Kufanya miamala kwa gharama nafuu. Imagine mtu anayetaka kulipa shilingi 2,000, sawa, kwenye lipa namba ya mtandao wote, anakatwa shilingi 31. Wakati kwa huduma zingine za kifedha anakatwa zaidi ya shilingi 200. So unaweza kuangalia hapo anaokoa zaidi ya 70% kwa kuamua tu kutumia Azam Pesa, ambayo anaweza akajisajili kwa line hiyo hiyo anayotumia. Kwa hiyo ni yeye ataamua, mimi nachagua unafuu au niendelee kukatwa. Kuna hakuna mtu ambaye atakwambia mimi niendelee kukaa kwenye makato makubwa. So ndio maana tuko hapa kuambia hamieni upande wa pili kumenoga zaidi. So hisi tunasema Azam Pesa ni huduma za kifalme kwa bei za kizawa. Ikumbukwe tu pia ni huduma ya Mtanzania kwa ajili ya Watanzania. Azam Pesa inapatikana vipi? Inapatikana vipi? Kwanza cha kurudisha nyuma ni kwamba kitu ambacho unahitaji ili kuwa na Azam Pesa ni namba yako ya simu pamoja na namba ya NIDA basi. Ukishakuwa na hivyo vitu viwili, kuna njia 3 ambazo wewe unaweza kujisajili na Azam Pesa na ukaanza kutumia hapo hapo. Njia ya kwanza ni kujisajili mwenyewe kupitia application ya Azam Pesa ambayo inapatikana Play Store au App Store. Sawa? Hapo kwenye kujisajili mwenyewe kuna njia 2 ambayo ni kuskani vidole, ambayo unaweza kumaliza ndani ya dakika 1. Utaweka namba zako utabonyeza ukishafungua application ile, utabonyeza sehemu ambayo ndiko usajili binafsi, utaweka namba zako za simu na namba za NIDA. Kitakachofanya mfumo wetu ni kuhakiki taarifa hizi za namba za simu na namba hizi za NIDA ni za mtu mmoja. Je, ni za mwaka robo kweli? Sawa. Ikishathibitisha hilo, itakutumia OTP ili uendelee. Baada hapo utaskani mkono wako wa kulia au wa kushoto, utachagua wewe. Baada hapo itahakiki tena na itakwambia usajili wako umekamilika. Njia ya pili ni kujisajili mwenyewe pia kwa kujibu maswali ya NIDA. Kuna watu mikono inaweza ikawa imepata scratch kidogo au imepata tafrani yote ambayo hatashindwa kuskani na system kuweza kukusanya ile fingerprint yake. Basi huyu atajisajili kwa kujibu maswali ya NIDA. Maswali yenyewe ni yatahusiana na zile taarifa ambazo mwenyewe alijibu kipindi alijisajili NIDA. Mfano, mwaka robo umehitimu darasa la 7 mwaka gani? Usiniambie, baki nayo. Jina la mama la kati ni lipi? Hivyo tu, sababu hizo ndo taarifa ambazo tulijaza kule, si ndio? Kwa baada hapo itahakiki tena taarifa zako kama ziko sawa na itakamilisha usajili wako, na hapo utaanza kutumia. Njia ya 3 ni kusajiliwa. Umefeli njia zote hizi 2. Na kiswaswadu, labda siwezi, sina ndugu, sina rafiki ambaye naweza nikapakua application kwake nikajisajili mwenyewe, basi nitafika kwenye maduka ya Azam, hizi bidhaa za Azam. Pale kuna watu wetu ambao wanatoa huduma hizi za kusajili na elimu zingine za Azam Pesa. Hapa tunaongelea migodi ya Azam TV, tunaongelea ice cream na vitu kama hivyo. Okay. Nilikuwa nimezama kidogo na maelezo mazuri sana. Ulipokuwa unazungumzia habari ya viganja, dole, kuscan, hii ni kwa mtu ambaye ameenda kwa wakala manake. Okay, hiyo ni kwa mtu ambaye anafanya usajili binafsi mwenyewe. Yaani kupitia simu yangu hii hapa. Ndiyo. Umepakua application ya Azam Pesa. Sawa. Utafungua application, pale kuna mahali pameandikwa usajili binafsi. Ukifungua tu, button pale chini utaiona imeandikwa usajili binafsi. Sawa. Au kwa lugha ya Kimombo wanaita self registration. Okay. Sawa. Ukibonyeza pale, basi kuanzia pale ndipo itakwambia weka namba yako ya simu na namba ya NIDA. Kwa itakuelekeza, utachagua. Ni kati ya utachagua kama ni kujisajili kwa alama za vidole, kujibu kwa alama za vidole au kujibu maswali ya NIDA.
Hizo ni njia mbili ambazo unazo kujisajili. Hapo nikataka kufahamu unapokuambia kwa alama za vidole, maana yake sitahitaji kiganja kizima. Maana lazima uwe na mashine. Hapana, ni simu hii. Simu hii. Sasa nitaka kufahamu kama naweza nikaonyesha, lakini kiganja kuskani anajua lazima niwe na ile. Kwa hiyo maana yake itafungua eneo la kamera ambapo itakufanya sasa scan video. Ndio. Sawa. Na njia ya pili ndio ile basi nimeshindwa kuskani au simu kamera na tafrani, si ndio? Nitajibu maswali ya NIDA, na maswali ndio yale. Haya, mimi nafahamu pamoja na yote hayo ambayo nimewauliza, lakini hamko mbali na Mei 3. Ndio, kabisa muhimu. Huu ndio mguu wa kuja hapa kabisa. Tumeshaifahamu Azam Pesa ni nini, tumefahamu namna ambavyo tunaweza kuweka pesa, lakini kabla tujaenda mbali zaidi sikutaka nisahau hili swali. Kuna sehemu wanatuambia tuingize namba ya simu ili ziweze kupata huduma ya Azam Pesa katika usajili. Ni sharti kuwa na namba hiyo moja ya simu, ama unaweza uka register kupitia namba zaidi ya moja? Kwanza unaweza ukajisajili kwa namba zaidi ya moja. Alafu cha kuongezea sio namba zaidi ya moja ya mtandao huo. Ni namba zaidi ya moja lakini ya mitandao yote ambayo unatumia. Mimi natumia mtandao X, natumia mtandao Y. Au mimi natumia mtandao X na Y. Naweza yote hizi nikazisajili na Azam Pesa kwa baada ya kutumia moja tu hapo. Kaziweka namba zote 3. Yes. Ukisajili pale kwa ni kwenye namba yangu ya mtandao X, ile namba nimeshajisajili, tuseme ilikuwa ni 07XX kuendelea. Nikishajisajili na Azam Pesa, namba ya Azam Pesa itakuwa ni 17XX kuendelea. Kama vile ilivyo. Kwa kinachobadilika pale ni ile unatoa ile 0 unaweka 1. Lakini kwa ile namba ya mtandao Y basi itakuwa kama ni 07YY kuendelea, basi baadaye nikishajisajili na Azam Pesa itakuwa ni 17YY kuendelea. Vile kinachobadilika ni ile 0 unaweka 1 basi. Sawa. Kuelekea Mei 3 Azam Pesa na kitu gani kuelekea dabi ya Kariakoo? Kubwa ni kwamba ofa ambayo tunaitoa tukishirikiana na Azam TV wa nyumbani kabisa. So unajua watoto wa baba mmoja. Ni kwamba Watanzania tumewaletea hii ofa ya cha juu zaidi ambapo tumeshirikiana na Azam TV. Azam TV wanakuambia soko ni moko, sawa? Kwa kama huduma zote ambazo huduma zote zinazopatikana Azam TV, basi na sisi Azam Pesa tukaona tusiwe mbali. Azam TV soko ni moko kweli, na sisi Azam Pesa ni huduma za kifalme kwa bei za kizawa. Basi hebu tuwarahisishie hawa Watanzania au watumiaji wetu wa Azam Pesa na wengine watakaovutiwa kujisajili, basi kuweza kujisajili na kulipia kifurushi na waweze kupandishwa zaidi. Hapa vifurushi ambavyo tunaongelea ni kile kifurushi 28 ambapo ukilipia kupitia Azam Pesa utapandishwa kwenda kuangalia chaneli za 35. Umeona? Hapo utakuwa umeokoa shilingi 7,000. Kama umezoea kuangalia chaneli 90 au 80, basi utaenda kuangalia chaneli zaidi ya 130. Lakini pia ukilipia zile kile kifurushi cha Play cha 35, sisi tutakurudishia 7,000. Hii 7,000 unaweza kufanyia vitu vingi. Utalipia luku, unaangalia una enjoy mpira wako pale, alafu umeme usikatike, ukalipia luku, na mboni bure hatukukati tena. Ukalipia hata maji. Kuna watu bili zao za maji ni 2,000, lakini kwa makato inabidi iwe 250 au 2,100. With Azam Pesa unalipia hiyo iliyoko. Kwa hiyo ndio ofa ambayo tunawasa Watanzania basi waweze kulipia kifurushi cha Azam TV kile cha 28 kwa Azam Pesa waweze kupata cha juu zaidi. Hilo ndo kubwa. Lakini niwakumbushe, ni lazima ulipie kupitia Azam Pesa. Namna gani ya kujisajili ni kama nilivyokuwa nimeelezea. Tunafahamu kwamba kutakuwa na pressure kubwa na inaweza kaanza leo. Ndio. Watu wananunua tiketi, wanafanya nini huko kutoka huduma kwa wateja Ruti. Ninyi mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba mteja wenu wa Azam Pesa ili aweze kupata huduma bila shida? Hivyo tu. Sisi kwenye kitengo cha huduma kwa wateja tumejipanga vizuri. Tuko tayari kuwahudumia wateja wetu masaa 24, na pia ningependa kukumbusha namba yetu ya huduma kwa wateja ni 0800785555. Kwa hiyo muda wote mkipiga masaa 24 wateja wetu mtatupata kwa changamoto yote, ila tuko tayari kuhudumia. Na kumekuwa wakati mwingine kukiwa na uhitaji mkubwa zaidi, hapo wanaohisi kwamba namba ya simu ama wanakutana na hiyo challenge kwamba wapate huduma haraka. Huduma nyingine na njia nyingine mbadala kukufikieni ni ipi? Njia nyingine mbadala ni WhatsApp, ambayo namba yetu pia ya WhatsApp ni 077822222. Pia tunapatikana.
Rudie tena kwa faida ya 0677 82 22 22. Hiyo ni namba yetu ya WhatsApp. Maana hapo kwa shida yoyote ambayo nayo mteja akiandika kifanya anapata msaada. Lakini namba yetu ni bure, hiyo ya huduma kwa wateja, masaa 24 tunapatikana. Okay, unawaambia nini kitu cha mwisho kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda super? Mimi nawaambia mtumie Azam Pesa, mkombozi wa makato, lakini pia kuelekea tarehe 3 Mei tuna jambo letu. Msisahau kulipia vingamuzi vyenu vya Azam TV kupitia Azam Pesa. Bure bila makato. Plus hiyo kuna cha juu zaidi, utafurahia zaidi channel mbalimbali za Azam TV. Sasa, unamaliza vipi hilo? Mimi cha kumaliza ni kuwakumbusha tu, umekwama kupigia simu kwenye namba yetu ile bure 0800785555 ukashindwa kutu text WhatsApp kwa namba ambayo imetajwa na dada hapa, basi unaweza ukatufuatilia au ukatutumia ujumbe kwenye mitandao ya kijamii. Sisi tuko Instagram, ambayo jina lake ni Azam Pesa, tuko TikTok, jina lake ni Azam Pesa, tuko X ile ilikuwa inaitwa Twitter zamani, pia jina lake ni Azam Pesa. Kwa kote huko tunapatikana. Kwa na cha kuwakumbusha Watanzania ni kwamba baada ya kujisajili Azam Pesa, namba yako ya Azam Pesa ni namba uliyojisajilia ukianzia na 1 badala ya 0. Yeah. Haya, asante sana ukiwa nasi viwanjani. Mimi ni Gwalgano Mwakalobo, nilikuwa na ugeni hapa kutoka Azam Pesa. Nilikuwa na Edward pamoja na Ruti John ambao wameeleza vingi sana ambavyo sina mashaka ni kwamba utakuwa umepata kitu, na nikukumbushe tu hakisha kwamba unaanza kununua tiketi mapema kama ni dabi ya Kariakoo ama amini kwa maana ya kwamba kifurushi na usinaweza kaitwa tiketi ile bando nunua mapema ili mambo yaweze kwenda super. Usifike ile siku ya mechi simu zikawa nyingi, DM kwa Mwakalobo nyingi, simu sijui ipokelewe, ifanye inakuwa sio sawa.